Rais wa Marekani Bwana Donald Trump amemjia juu waziri wake wa ulinzi Pete Hegseth baada ya taarifa ya uhaba wa silaha za Marekani katika vita dhidi ya Iran huko Mashariki ya Kati. Rais wa Marekani Bwana Trump amekabiliana na mkuu wa Pentagon Pete Hegseth wakati wa kikao cha baraza la mawaziri huko Camp David huko Maryland kuhusu uhaba mkubwa wa silaha ambazo zimezuia chaguzi za kijeshi dhidi ya Iran, vyombo vya habari vya Marekani vimeripoti. Gazeti la Washington Post lililowanukuu watu wawili wanaofahamu namna ambavyo Trump amemjia juu Hegseth limeripoti kwamba Trump alihitaji majibu baada ya kujua kwamba uhaba wa silaha muhimu ikiwa ni pamoja na makombora ya masafa marefu na vidhibiti vya ulinzi wa anga haujatatuliwa licha ya kuelewa kwamba suala hilo limesuluhishwa. Ripoti hiyo imesema uhaba huo umekuwa sababu ya uamuzi wa Trump kusita kuanzisha mashambulizi mengine makubwa zaidi dhidi ya Iran katika siku za hivi karibuni. Marekani imetumia silaha nyingi huko Mashariki ya Kati katika mapambano dhidi ya Iran, lakini silaha kwa namna pekee na namna ambavyo Iran imefanya mashambulizi katika nchi mbalimbali za Mashariki ya Kati kumesababishia hasara kubwa Marekani. Ikumbukwe Iran imetumia mbinu za kisasa zaidi katika mapambano dhidi ya Marekani katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, mojawapo ikiwa ni pamoja na kutumia silaha za bei nafuu kabisa ambazo kimsingi zilifanya Marekani kutumia gharama kubwa kwa kutumia mifumo ya ulinzi wa anga ya THAAD ambayo ni ya gharama kubwa zaidi, lakini pia kutumia mifumo ya Patriot ambayo pia inatajwa kuwa ni ya gharama kubwa zaidi katika mapambano dhidi ya ndege za Shahed ambazo zilikuwa za gharama ndogo na ziliingia kwa wingi katika mapambano. Iran ilitumia ndege hizo za Shahed katika mapambano yake dhidi ya Marekani katika Mashariki ya Kati, lakini pia ilitumia njia nyingine kwa kutuma makombora mazito ambayo pia ni ya gharama nafuu, kiasi kwamba Marekani ililazimika kutumia mifumo yake ulinzi wa anga katika kuhakikisha inaharibu makombora pamoja na ndege zisizokuwa na rubani ambazo zilikuwa zikiingia katika kambi zake katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Sasa rais wa Marekani alikuwa na mpango wa kuhakikisha kwamba lazima ahakikishe wanaiangamiza Iran, lakini jambo la pekee na ambalo limemvunja moyo rais wa Marekani ni kukosekana ama kuwepo kwa uhaba ya makombora hao ya kuzuia silaha, kwa maana mifumo ya ulinzi wa anga ya THAAD pamoja na ile ya Patriot. Lakini pia inadaiwa kwamba hata baadhi ya silaha zilikuwa zimeisha, kwa hivyo kulikuwa na uhaba mkubwa wa silaha na hakukuwa na namna ambayo Marekani ingeweza kupambana na Iran katika eneo la Mashariki ya Kati. Hii ni moja kati ya sababu ambazo zinawafanya wa Iran kusema kwamba wameshinda vita hivi, na ndio sababu ambayo hata wakati huu rais wa Marekani anapata hamu ya kufanya mazungumzo zaidi kuliko kuendelea na mapambano. Lakini hili limemfanya rais wa Marekani Bwana Donald Trump kufikiria kwamba pengine waziri wake wa Pentagon, kwa maana waziri wa ulinzi, hakuitendea vema wizara hiyo kwa sababu hakuweza kudhibiti namna wangeweza kupambana na Iran katika mapambano ya muda mrefu. Lakini kumbukwe pia kabla ya mapambano hayo, Marekani kupitia Pentagon, lakini pia kupitia ikulu ya White House, lakini pia na ujasusi kwa ujumla nchini humo, moja kati ya jambo kubwa ambalo alitafakari ni muda gani watapambana dhidi ya Iran. Hakukuwa na mpango, ni kwamba ilikuwa ni kuishambulia Iran kwa muda mfupi, lakini hawakufahamu mbinu ambazo Iran ingezitumia katika mapambano hayo katika kuwadhibiti wa Marekani. Hii imekuja kusababisha hali kuwa tofauti na hatimaye kulaumiana kati ya viongozi wa ngazi za juu wa serikali ya Marekani, hasa Rais Donald Trump ambaye ndio kiongozi wa juu zaidi katika taifa hilo la Marekani, kumlaumu sana na kumkabili vilivyo Pete Hegseth kwa maneno makali. Kwa nini hakuwa makini juu ya silaha zilizopo huko Mashariki ya Kati, jambo ambalo limeonekana kuwa lilikuwa ni uzembe wa wizara yake. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.